wetu kwenye ufalme, namna sahihi ya kumtolea Mungu ambayo itatuletea matokeo ya utoaji wetu kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Watu wengi wanatoa, lakini moja ya changamoto ni watu wengi hawatoi kwa namna sahihi, ndio maana wanakosa matokeo ya utoaji wao. Kwa hiyo kwa mtu ambaye atafuatilia hiki ambacho ninafundisha, ninaamini maisha yake ya utoaji yatabadilika kabisa. Amen. Na kwenye sehemu hii ya pili ya fundisho hili inakava maeneo kadhaa ambayo hatutazungumza yote, tutazungumza zaidi baadhi. Eneo la kwanza tutaangalia mtazamo usio sahihi kuhusu utoaji au kutoa. Mtazamo usio sahihi au sababu zisizo sahihi kutoa. Namba 2, nafikiri hatutaweza kuangalia tunatoa nini, tunatoa kitu gani. Watu wengi wanafikiri kutoa ni pesa pekee. Sasa kwa kuwa hii labda ni Sunday school, sijui kutakuwa na muda wa maswali, naweza nikatoa dakika 10 za maswali mwisho. Sawa? Ni sawa mchungaji? Alafu namba 3, kwa nini tunatoa? Kwa nini utoaji? Kwa nini tunatoa? Hiyo tutaangalia. Namba 4, tunatoa wapi? Hiyo pia nitagusia tu kwa haraka, lakini hatuwezi kuangalia kwa undani. Namba 5, namna sahihi ya kutoa katika ufalme wa Mungu itakayotuletea matokeo. Hii pia tutaangalia. Namba nyingine ni aina za sadaka, hatuwezi kuangalia. Alafu zaka na umuhimu wake pia hatuwezi kuangalia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitaanza tu ya kwanza, mtazamo usio sahihi kuhusu kutoa. Hilo ndio jambo la kwanza nitaliongelea. Mtazamo usio sahihi kuhusu kutoa. Kuna vitu vingi vimeleta shida eneo la utoaji, kiasi ambacho kuna watu wakisikia utoaji mioyo yao inapata shida. Yaani hata hapa naongelea utoaji, kuna watu hawako comfortable. Yaani anaona tu kama kuna agenda fulani hivi ya binafsi. Yaani akisikia tu utoaji anahisi kama huyu mtumishi ana kitu chake, yani sio jambo ametumwa na Mungu. Ana jambo lake. Yaani hapa kuna watu wanahisi tu hapa mtumishi itakuwa walikaa na mchungaji akampanga kwamba ukija mara hii wapige kuhusu utoaji. Watu wameshavurugika kiasi hicho. Na ni wengi kabisa. Ukigusa utoaji tu wanaanza kupata shida. Sasa hiyo ni kwa sababu mioyo ya watu wengi imejeruhiwa kwenye eneo la utoaji. Watu wengi wamejeruhiwa kwenye eneo la utoaji. Ndani yao pamejeruhiwa. Na ziko sababu, sio kwamba tu hilo jambo limetokea, ziko sababu. Huyu mtu inawezekana alikuwa ni mtu mzuri kabisa eneo la utoaji na nini, lakini akajeruhiwa aidha kwa kuambiwa maneno na watu kuhusiana na utoaji, amesikia hiki, amesikia hiki. Wachungaji waone tu vile. Umeona? Yaani wale wanawatafuta hivi. Unajua kuna watu wakituona sisi hivi wanatuona kama wapigaji fulani hivi. Sasa ukitaka kujua shughuli, ukitaka kujua mtu sio rahisi akupe hela yake. Japo wengine wanafikiri ukiwa unamtumikia Mungu yani hela ni mtelemko tu watu watasema. Ukitaka kujua sio rahisi, jaribu wewe kuanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Au jaribu tu kupiga hesabu wewe mwenyewe umeshapeleka ngapi. Yaani inavyokuaga tabu wewe kutoa mpaka Mungu ashughulike na wewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wengi wamejeruhiwa kwenye eneo la utoaji, na ziko sababu kadhaa za kujeruhiwa. Kuna wengine wamejeruhiwa kwa sababu hawajapata matokeo waliyotarajia kupitia utoaji wao. Aliaminishwa vitu vikubwa
kubwa sana kuhusiana na utoaji, alafu ametoa haoni matokeo. Yaani aliaminishwa, yaani ukitoa lazima utoboe, alafu katoa na hajatoboa. Mpambano huko pale pale. Kwa anaanza kupata shida, moyo wake unaanza kujeruhika. Sasa au tunadanganywaga tu. Hivi unajua kuna Wakristo wengi wanasema kimoyo moyo, hata sema wazi, ila moyo anasema itakuwa tunapangwa tu. Tunapangwa tutoe, ukitoa utabarikiwa. Na wakati mwingine si watumishi wa Mungu tunaikuza sana, kiasi ambacho mtu anakuwa na matarajio makubwa, alafu uhalisia hamna. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu wamejeruhiwa kwa sababu hawakupata matokeo waliotarajia. Kuna wengine kwa sababu walikosa walichokitarajia kutoka kwa wale waliotoa kwao. Anatoa kwa mtumishi wa Mungu akitarajia kitu fulani, alafu apate alichokitarajia kupitia au kutoka kwa yule mtumishi wa Mungu. Wengine wameumizwa mioyo yao kwa sababu walitoa, alafu kile walichotoa kikatumika vibaya. Nafahamu kuna mahali fulani, siwezi kusema na sitaki kuzungumzia, lakini kwa lengo tu la kufundisha, kuna mahali fulani miaka ya zamani sana nilikuwa ninasali. Sijui nikisema watu watajua, lakini miaka hiyo ya zamani niliwahi kusali mahali fulani, alafu ikakusanywa hela ya ujenzi nyingi kabisa, ujenzi, na ujenzi haukuwahi kutokea mpaka leo. Maana yake hapo kuna namna moja mtu anaweza akaanza kuumia, akajeruhika. Kwa baada ya kujeruhika anasema mimi sitoi tena. Kwa kuna watu wa aina hiyo, alitoa, aliambiwa hii hela inaenda kufanya kitu fulani na kinachoonekana, alafu anashangaa akioni apate taarifa, inakusanywa tena, akioni apate taarifa. Kwa mwisho nini? Mwisho moyo unajeruhika na anasusa kutoa, kwa sababu tu labda au mtumishi wa Mungu alitumia vibaya, au alitumia kwa namna ambayo inawezekana sio vibaya, lakini yeye hakujua imeendaje na huyu mtu anajeruhika. Wengine wameacha kutoa kabisa kwa sababu ya kutumia, utoaji umetumika vibaya. Umetumika vibaya. Sasa haya makundi yote nayaongelea yapo makanisani. Hata hapa inawezekana wapo. Kuna wengine wameacha kutoa, wengine wamepunguza kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio tu kwenu, hata sisi huko. Sije ukafikiri nyie tu ndio mmeathirika, hata na sisi tumeathirika, watumishi wa Mungu. Hata na sisi mmetuathiri. Yaani sisi inawezekana kwa namna moja tumewaumiza kwenye eneo la utoaji, lakini na nyie mmetuumiza kwenye eneo la utoaji. Na ndio maana ni ngumu sana mtumishi wa Mungu kufundisha utoaji kwa uwazi kwenye kanisa lake. Ni ngumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna namna mmemwathiri. Yaani anahisi kama akiwafundisha kwa uwazi kama neno la Mungu linavyosema kuhusiana na utoaji, ninyi mtatafsiri vibaya kwamba anataka hela zetu. Kwa hiyo unakuta sasa mtumishi wa Mungu analazimika asifundishe, asisisitize utoaji hata kama Mungu akimwambia asisitize. Kwa hata sisi watumishi wa Mungu tumeathirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haiko sawa. Nafahamu mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anaeleza kanisa lilimwathiri kufundisha kuhusiana na utoaji, na akaapa akasema, mimi maisha yangu yote sitafundisha kuhusiana na zaka wala utoaji wowote kanisani. Akasusa kabisa, kwa sababu ilikuwa kila akihubiri utoaji kuna makundi yanaanza kumsema. Tena mbaya zaidi, viongozi kanisani wanaanza kumsema mchungaji ameshaanza mambo yake, na anafundisha tu kwa moyo kwa ajili ya kuwajenga watu wake. Sasa baadaye kuna wakati akawa ana project ya ujenzi wa nyumba yake binafsi, na akasema awashirikishe washirika kanisani. Anasema jamani, ninajenga. Na sisi watumishi wa Mungu, unajua, kwa mfano mtu kama mimi sina shughuli nyingine, ndio nature ya wito wangu, sina kingine. Mimi kazi yangu ni nini? Ni injili. Usiniulize unafanya kazi gani sasa,
hii ndio kazi, hamna nyingine kwangu mimi. Sasa wewe kama kazi ni kuuza nyanya peke yake, sawa, wewe kauze nyanya ubii na injili, ila mimi sina kazi nyingine. Kama Yesu alivyosema, imetupasa kuzitenda kazi zake yeye aliyenipeleka. Yesu alikuwa anauza nyanya? Uliona Yesu ana duka? Kwa hiyo usiseme kwamba lazima, sio lazima, inategemea na wito wa mtu. Sawa? Kuna wengine tumeitwa namna hii. Yaani mimi nikisema nifungue duka la kwangu mimi nianze kusimamia, napigwa na Mungu mimi. Kwa nature ya wito wangu napigwa kabisa na Mungu. Sasa sio kila mtu ameitwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa na yule mchungaji alikuwa ni wa aina hii. Kwa hiyo alipoanza ujenzi akasema ashirikishe kanisa, kwa sababu ndio watu pekee alionao, ndio familia yake, ndio watu ambao wanaweza kusimama na yeye. Akasimama akawashirikisha. Kumbe bwana, kuna watu wana shida mioyoni mwao na utoaji. Wakaanza makundi wanamsema na nini. Alafu baadaye wazee wa kanisa wakajiorganize. Wakasema tufanye jambo la kumkebei kimsingi mbele ya kanisa. Kwa hiyo siku hiyo wakasema, wakamwambia mchungaji, na sisi tumeamua kumtolea Mungu kwa ajili ya ujenzi, tukusapoti mtumishi wa Mungu. Wazee, watu wazima, watu wenye hela zao, tukusapoti mtumishi wa Mungu. Akasema Mungu asante, si umeniona leo Jumapili hiyo. Wakasema kwa wakati utatupa nafasi tulete na sisi sadaka yetu ya ujenzi. Kwa hiyo mchungaji akasema leo wazee wa kanisa wanataka kufanya kitu kwa ajili ya nyumba ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ninaomba niwape nafasi. Wakatoka nje wazee wa kueleweka kama 10 na nje. Alafu wanaingia ndani na muziki unapigwa, wamebeba mfuko wa simenti. Sasa mchungaji akajua mfuko wa simenti unawakilisha. Kumbe bwana ndio wamemaliza. Anasema na sisi wazee wa kanisa wanaume 10 tumekuja kutoa, nasi tumejikusanya na tumeleta mfuko mmoja wa simenti. Unajua hiyo ni matukano. Mfuko wa 15 wanaume 10 na tena mmesimamisha ibada ili kumbe wamefanya makusudi kumkebea yule mtumishi wa Mungu. Sasa mtumishi wa Mungu anasema akaumia. Baada ya ile ibada akaenda akapiga magoti akamwambia Mungu, sitafundisha tena utoaji, sitaleta hitaji langu lolote kanisani. Kwa hiyo kama hiyo nyumba itajengwa ijengwe, isipojengwa basi na hii ukurasa nimefunga, imetosha, enough is enough, moyo wangu umeshaumizwa sana. Akaacha kweli. Baada ya miezi kadhaa akaanza kuumwa yule mtumishi wa Mungu. Akaanza kuumwa serious. Na ni mtumishi ambaye ametumika miaka yake yote. Akaanza kuumwa, akaumwa, anaomba, akaombewa, haponi. Akaanza anapeleka hospitali, haponi. Ameteseka, anaumwa mpaka anashindwa kuhubiri. Kila kitu kimejaribishwa, hakuna ugonjwa, anaumwa serious. Baadaye akasema huu ugonjwa Mungu ananipiga. Huu haujatoka kwa shetani. Akasema tu huu haujatoka kwa shetani. Kwa nini niumwe? Na nimemtumikia Mungu kwa uaminifu tangu mwaka 77. Ni mtu mzima. Tangu mwaka 77 sijamtenda Mungu dhambi. Nimekuwa mwaminifu kumtumikia Mungu. Sijawahi kuumwa. Kwa nini niumwe sasa hivi? Akasema nataka mnipeleke mahali nje ya mkoa aliokuwepo kwa ndugu yake mmoja. Asema nende kule, sitaki hospitali, nikajifungia kule. Kama Mungu akiamua kuniua ataniua kule, lakini naenda. Akaenda akakaa amejifungia. Akasema Mungu, aidha uniponye au niue au niambie kwa nini ninaumwa, kwa sababu hakuna shetani ambaye anaweza kuweka hiki kitu kikatae kuondoka kwa mtumishi wake. Nimeomba, nimefanya kila, nimetibiwa hospitali, imeshindikana. Asema usiku Mungu akamwambia, akasema ninakupiga na utakufa kwa sababu umeniasi, unanikosea, umekataa kuwafundisha watu wangu kweli ya neno la Mungu kwa sababu waliokutendea. Kwa hiyo usipotubu na kugeuka, ugonjwa unakuwa.
Anasema akalia usiku mzima anatubu. Alafu baada tu ya kuelewa akasema, Mungu nimeelewa. Aidha wanielewe wasinielewe, wapokee wasipokee, nitafundisha kweli ya neno la Mungu. Akapona, akarudi, akaendelea kufundisha. Bwana asifiwe sana. Sasa kati ya watu ambao nimewahi kusikia Tanzania hii wanaongea imenyooka hivi kuhusiana na utoaji, utajijua mwenyewe. Useme anatafuta hela, useme anapiga, utajijua mwenyewe. Imenyooka hivi ni yule mtumishi wa Mungu. Namfahamu. Actually nilikuwa jana nilikuwa nimeenda kuhubiri mahali. Ni mzee wangu kabisa. Imenyooka hivi kuhusiana na utoaji kanisani kwake. Kwa hiyo useme anatafuta hela, shauri yako. Na ukweli ndio huo. Hata kama tumeumizwa, kweli ya utoaji itabaki pale pale. Hata kama ulikutana na mchungaji akakupiga, bado haiondoi kweli ya neno la Mungu ya utoaji. Neno la Mungu limezungumzia utoaji na litabaki vile vile. Amen. Tunapaswa sisi watumishi wa Mungu tunawajibika kuwafundisha watu wetu utoaji. Kama vile ambavyo ni muhimu kufundisha utakatifu. Kama vile ambavyo ni muhimu kufundisha mafanikio, ni muhimu pia na ni lazima kufundisha utoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama tukifundisha utakatifu, bado kuna watu wakatenda dhambi na wakamwacha Mungu, bado haiondoi umuhimu wa kufundisha maisha safi na matakatifu. Na ndivyo ilivyo. Hata kama nifundishe utoaji, ufikiri mimi natafuta hela, shauri yako. Mimi nafundisha kile ambacho neno la Mungu linasema. Una nafasi ya kupokea au kukataa. Kama nafundisha kitu sahihi, ukikikataa umemkataa Mungu. Kama sina janja, nafundisha genuine kutoka moyoni, ukikataa umemkataa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, lakini pia na wewe, hata kama uliwahi kujeruhiwa, hata kama uliwahi kupigwa sadaka. Unajua kuna wengine unapigwa, unajua kabisa kumbe hapa nilikuwa nimepangwa nikapigwa. Hata kama umepigwa na mtume, nabii, mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, bado haiondoi umuhimu na ulazima wa kumtolea Mungu. Amen. Sasa tunajifunza mtazamo au namna sahihi ya kutoa. Mtazamo sahihi kuhusu utoaji. Na kwenye kipengele cha kwanza nitaongelea mtazamo usio sahihi kuhusu kutoa. Kwa sababu watu wengi wanatoa hawapati matokeo kwa sababu wanatoa kwa namna isiyo sahihi. Na moja ya namna isiyo sahihi ni kutokuwa na mtazamo sahihi. Kwa hiyo leo kwenye hii ibada ya asubuhi nitaongelea mtazamo usio sahihi kuhusu utoaji au sababu zisizo sahihi kutoa. Ninamaanisha nini? Namaanisha ya kwamba hizi ambazo nitazitaja hazipaswi kuwa msukumo wako wa kutoa. Hazipaswi kuwa msukumo wa kutoa. Ngoja nitoe hela hapa. Pochi yangu ina hela. Inayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ambazo nitazisema hazipaswi kuwa motive yako, msukumo wako. Kwa hiyo unapotoa, kimsingi ambacho nitashughulika nacho asubuhi au kwenye ibada ni kwa nini yako. Kwa nini? Kwa nini? Sababu. Sasa hizi hazipaswi kuwa kwa nini yako. Alafu kwenye ibada ile ya kuu nitaongelea ni nini kinapaswa kuwa kwa nini yako unapotoa. Amen. Na kwa nini tunaanza na hii? Kabla ya kutoa, Mungu yuko interested na kwa nini unatoa kuliko unatoa nini. Hiki ni kitu muhimu sana kufahamu. Mungu, sisi tunaangalia nini, Mungu anaangalia kwa nini. Mungu haanzi kuangalia nini, Mungu anaanza kuangalia kwa nini. Kwa sababu kwa nini ni ya kiroho, nini ni ya kimwili.
inachofanya cha kimwili kuwa cha kiroho ni kwa nini? Ninyi mnaangalia nini ninahubiri, namna ninavyohubiri. Mungu kwanza, kabla hajanipa credit ya kuhubiri kwangu, anaangalia kwa nini ninahubiri. Kwa nini yangu ikiwa sawa, ndipo nini yangu inakuwa sawa mbele za Mungu. Kwa kama kwa nini yangu ina matatizo, hata nifanye nini mbele za Mungu haitakuwa na credit. Sasa ndivyo ilivyo eneo la utoaji. Ndivyo ilivyo kwenye utoaji. Sisi tunaangalia nini umetoa, shilingi 10,000, 100,000, milioni 1, sisi wanadamu watumishi wa Mungu. Lakini Mungu haangalii kwanza nini umetoa. Mungu anaangalia kwanza kwa nini umetoa. Sasa kwa nini isipokuwa sahihi, nini hakiko sahihi mbele za Mungu? Na hicho ndio tunataka tukishughulikie. Na unajua Mungu ni roho. Mungu ni roho. Haangaiki na kesh kama roho zetu hazijahusika. Unajua kuna watu wanafikiri Mungu anaguswa na hela. Mungu hagusi na hela. Mungu anaguswa na moyo wako. Kwa kama moyo haujahusika, hakuna kiwango cha hela ambacho kinaweza kumgusa Mungu. Hakuna. Hakuna kiwango cha hela ambacho ni sadaka mbele za Mungu. Ngoja nikupe mfano. Unaona hii shilingi 10,000, si ndio? Hii nikitoa kwenye hili cup inaitwaje? Nikitoa humu inaitwaje? Sadaka. Sawa? Ni 10,000 inaitwa sadaka. Nikichukua hii nikaenda nayo hospitali inaitwaje? Hela ya matibabu. Alafu nichukue hii niende nayo baa, nitanyimwa bia? Hela ya kulewea. Safi kabisa. Nikichukua hii nikaenda nayo shuleni inaitwa nini? Sasa kwa nini kinaifanya hii iwe sadaka, alafu hii iwe ya kununulia bia, hela ya kulewea iwe ada? Kwa unagundua haiwi sadaka kwa sababu tu imekuja kanisani. Inakuwa sadaka kwa sababu ya kile kilichoko moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hatutashughulika na kwa nini na kile cha moyoni, itakuja sasa. Unajua nitaeleza mbele. Kimsingi kinachofanya iwe sadaka sio kutolewa kwenye hili kichomo, kwa sababu sadaka ni kwa Mungu. Sadaka ni kwa Mungu. Sasa kinachofanya iwe kwa Mungu sio tu kutolewa hapo. So unajua hapo haiendi mbinguni. Ukiweka hapo hii ya hela haiendi mbinguni. Au mnafikiri malaika anakuja anachukua anaenda nazo? Haiendi mbinguni. Inatumika kwenye shughuli za humu ndani. Lakini Mungu ni roho. Mungu yuko mbinguni. Kwa hiyo kinachofanya hii hapa ikubalike na Mungu ni sio hii yenyewe, ni kile kilichoko nyuma ya hii ndani ya moyo wako. Kwa nini? Amen. Kwa ile kwa nini ikishakuwa na shida, hii inaanza kupoteza maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na leo nataka tushughulike na nini kisiwe sababu. Yaani unapotoa hii isiwe sababu yako ya kutoa. Kama unataka kutoa kwa usahihi mbele za Mungu. Jambo la kwanza ambalo halipaswi kuwa sababu ya kutoa, kwamba kutoa ni sawa na kucheza kamari au kucheza bahati nasibu. Cha kwanza, kutoa, usitoe kama unacheza kamari au unafanya mchezo wa bahati nasibu. Kamari ni, tunafahamu michezo ya kamari ile, unaweka 500 ili upate 5,000, si ndio? Unajua lile mashine lile
unadumbukia. Wakati unadumbukia, hapa naongelea kile kitu cha ndani. Wakati umeenda kwenye lile mashine la kamari lile, alafu unadumbukiza 500. Ni nini kinakusukuma udumbukize 500? Kwamba unategemea litazunguka, alafu baadaye litatema 1500. Ikisotema unarudisha tena. Sasa watu wengi wanatoa kama kamari, kama bahati nasibu. Mungu hajaweka utoaji kama mchezo wa kamari, kwamba leo ukitoa shilingi 100 kesho utaondoka na buku. Umetoa buku leo 1000, leo siku 3 unaondoka na 10,000. Ingekuwa hivyo ingekuwa raha. Anatoa 1000, 10,000, alafu kesho naamka zimekuja 30,000. Unajua watu wangeacha kufanya biashara, wangehamia tu kanisani. Wangehamia kanisani. Mama amesema des. Wale wa siku hizi hawajui des. Wa miaka ya nyuma kidogo unaijua des. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajaweka utoaji kama kamari. Sasa inawezekana wakati ninafundisha mwanzoni ukawa na maswali yanakuja moyoni, lakini kwa kadri ninavyoendelea kufundisha utanielewa zaidi. Biblia inasema hivi, ukitaka kujua utoaji haujawekwa kwa lengo hilo, Warumi 11:35 na 36. Asema, au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? Unaona hilo swali? Mungu anauliza ni nani alimpa kwanza? Hivi ni nani alimpa kwanza Mungu? Unajua ni rahisi kufikiri unapotoa unampa Mungu wewe, alafu yeye atakurudishia. Lakini twende taratibu. Ni nani alianza kumpa mwenzie? Ni wewe unaanza kumpa Mungu au ni yeye ndo alikupa kwanza? Sasa mashine ya kamari haikupi yenyewe kwanza, ni wewe unaipa kwanza. Biblia inasema au ni nani aliyempa yeye kwanza? Unajua ni rahisi kufikiri zile hela zako benki ni za kwako. Ni amekupa Mungu kwanza. Kwa ukija kupeleka kwa Mungu unarudisha kwa Mungu, au mpi yeye kwanza. Au ni nani aliyempa yeye kwanza? Alafu anasema kama yupo atalipwa tena. Alafu mstari wa 36 anamaliza, kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vitarejea kwake. Kama hili andiko ukilielewa vizuri, huo mtazamo wa kikamari utafutika. Kwa sababu utagundua hakuna ambacho ninampa Mungu ambacho mimi ndio naanza kumpa. Yeye ndio alinipa kwanza. Wakati nakuja duniani, nani alikuja duniani na kitu? Hakuna. Maanake vitu vyote vyatoka kwake. Kila ulicho nacho kimetoka kwa Mungu. Au mpi yeye kwanza, anakupa wewe kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati wa kuondoka duniani utaondoka na nini? Hamna kitu. Maana yake vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, na vitarejea kwake. Najua hapa ameongelea mwanzo wa maisha na mtu na kuondoka kwa maisha ya mtu. Amen. Nimeeleweka vizuri? Kwa usitoe kwa huo mtazamo wa kucheza kamari, kwamba natoa kama mashine litazunguka afu litanitemea. Hapana, haipaswi kuwa hivyo. Namba mbili, usitoe kwa msukumo wa kumshawishi, kumwonga au kumlipa Mungu kwa kutoa kwako. Usitoe kwa msukumo wa kumshawishi, kumuhonga au kumlipa Mungu kwa kutoa kwako. Kuna watu wanatoa kama vile anamnunua Mungu hivi, kama anamlipa Mungu, kama anamshawishi Mungu. Hauwezi kumkona Mungu kwa kutoa kwako, kwa sadaka yako. Hauwezi kumkona Mungu kwa sadaka. Usitoe kwa msukumo wa kumuonga Mungu, kumnunua Mungu, kununua baraka za Mungu, kununua uponyaji. Vitu vya Mungu havinunuliki, watu wa Mungu. Unajua hakuna kitu cha Mungu unaweza kukinunua, hakipo.
hakipo kabisa. Kwa hiyo chochote utakachopata cha Mungu kwa sababu ulitoa, sio kwa sababu ulinunua. Kwa hiyo usije ukatoa kama unanunua baraka, kwamba nikitoa hivi, yani kama nalipia. Kununua na maanisha transaction, yani umefanya mabadilishano, kwamba natoa shilingi 1000 nipate maji ya shilingi 1000. Kwa hakuna kitu unaweza kununua kwa Mungu. Hakuna kitu unaweza kununua. Ni kweli ukitoa labda kuna udhihirisho wa baraka, lakini ukipima ulichotoa na udhihirisho wa baraka za Mungu haviwezi kuendana. Kwa sababu baraka ni pana, baraka ni pumzi, afya ni baraka. Unaweza kulipia nini afya yako? Unaweza kulipa shilingi ngapi? Vitu vyote anavyotupatia Mungu hatuwezi kuvilipia. Ndio maana kila ambacho Mungu anatupa huwa ni bure. Utoaji ni kanuni tu, ni shukrani mbele za Mungu. Amen. Ndio maana huwezi kununua jua, huwezi kulipia jua, huwezi kulipia pumzi, huwezi kulipia uponyaji, huwezi kulipia afya, kwa sababu haiwezekani kulipia. Kwa usitoe kama unanunua, kama unaonga. Wengine hadi kwa watumishi wa Mungu anatoa kwa mtumishi wa Mungu kama kumnunua hivi. Anampa ili amwini, ili ampe nafasi fulani. Ndio huyo analalamika, yani mimi natoa hivi hata anipi nafasi. Uko unamnunua mtumishi wa Mungu ili akupe nafasi. Kwa hiyo ukienda hata kwa mtumishi wa Mungu kuombewa, usitoe kama unanunua baraka au unanunua maombi, aidha baada au kabla. Usitoe kama unanunua, kwa sababu haiwezekani. Mambo ya Mungu huwezi kuyanunua kwa hela yako. Amen. Utoaji una sababu nyingine kabisa nyingine, lakini sio kununua baraka. Mambo ya kiungu